Maziko yamefanyika leo hii Upareni, huko nyumbani kwenye familia ya huyo mume pamoja na mke ambao waliuawa nyumbani kwao. Nafikiri taarifa hii utakuwa umeiona, kama hujaiona tu nikwambie kwa ufupi ni kwamba mke na mume walikutwa wamekufa chumbani kwao asubuhi. Na hii ni baada ya mtoto kwenda kugonga hodi kutaka pesa ya kwenda tuition. Kama unavyojua watoto wamefunga shule lakini wanakwenda tuition. Kwa hiyo alikuwa anahitaji pesa apewe na baba ili aweze kwenda zake tuition. Kwa hiyo mtoto aligonga lakini majibu hayakupatikana. Baba hakufungua mlango wala mama hakufungua mlango. Sasa wakati wanajiuliza pale na nini, dada wa kazi akawa amechukua fagio kwenda kufanya usafi kama kawaida asubuhi. Sasa wakati yuko anafanya usafi ndo akagundua kwamba dirisha la chumbani kwa baba limevunjwa na kuona pazia lina damu. Kwa hiyo baada ya kuona hivyo, kuna mtoto mkubwa wa marehemu ambapo ikabidi amwambie, mbona naona chumbani kwa wazazi kuko hivyo? Kwa hiyo ndo kijana kwenda kufungua mlango ndo kukuta wazazi wake wote wawili wamefanya nini? Wamefariki. Sasa mazingira yalokutwa ni kwamba wameumia kwa sababu damu zimekutwa ziko nyingi. Kama vile baba alichomwa na kitu chenye ncha kali kifuani, mama alikuwa ameumizwa, amefungwa kitambaa mdomoni. Kwa hiyo baada ya hapo sasa kama kawaida taharuki, kwenda kuita viongozi wa serikali na nini pale mtaani, na hatimaye jambo hili kufikishwa polisi. Sasa jana wameagwa, jana imefanyika ibada ya kuaga. Miili yote miwili imeagwa kanisani, na baada ya hapo safari ya kuelekea Upareni ikawa iko tayari kwa ajili ya kwenda kufanya maziko. Sasa pamoja na hayo, kama unavyojua kwenye ibada ya kuaga mambo ni mengi. Wasifu wa marehemu ulisemwa hapo. Wasifu marehemu Anthony Mzaliwa. Marehemu wetu Anthony alizaliwa tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 1979 katika mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Mwanga, kata ya Kokoa, jiji la Ngulu, Manyata, akiwa mtoto wa pili kati ya watoto 10 katika familia ya Hilary elimu. Marehemu ndugu yetu Anthony Hilary alipata elimu msingi katika shule ya msingi Ngulu mnamo mwaka 1989 mpaka mwaka 1996. Kazi. Baada ya kumaliza elimu yake ya msingi, alijishughulisha na ujasiriamali. Hatimaye akawa mfanyabiashara mkubwa. Mnamo mwaka 2003 marehemu ndugu yetu Anthony Hilary alifanikiwa kuoana na kupata watoto 5 na Ana Amiri Juma, watatu wakiwa wa kiume na wa kike wakiwa wawili. Kifo. Mnamo tarehe 11 mwezi wa 6 2025, siku ya Jumatano usiku, marehemu alivamiwa na watu wasiojulikana nyumbani kwake akiwa na mke wake Tabata Mnyokwa na kujeruhiwa na kupelekea mauti kufika. Shukrani. Familia ya Hilary Magoli inapenda kutoa shukrani za dhati kwa wote waliohusika katika maombolezo haya ya msiba mkubwa uliofika. Taasisi zote za kidini na za serikali, Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Ufuatao ni wasifu wa ndugu yetu Ana Amiri Juma. Kuzaliwa. Marehemu ndugu yetu Ana Amiri Juma alizaliwa mnamo tarehe 21 Juni 1986 katika mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Mwanga, tarafa ya Jibe, kijiji cha Toloha, akiwa mtoto wa 8 kati ya watoto 9 katika familia ya mzee Amiri Juma. Elimu. Marehemu ndugu yetu Ana Amiri Juma alipata elimu yake
ngazi ya msingi katika shule ya msingi Toroha mnamo mwaka 1994 hadi 2000. Kazi. Marehemu yetu Ana Amina Juma alikuwa anajishughulisha na kazi za kibiashara pamoja na mume wake kipindi chote alipokuwa wanaishi pamoja huko Tabata Morogoro. Ndoa. Marehemu ndugu yetu Ana Amina Juma alioa na Antoni Hila Gregori mwaka 2003. Marehemu na watoto wanne, wa kike wawili na wa kiume wawili, ambao ni Arnold, Akulina, Abigaili na Alvin. Marehemu kifo. Marehemu ndugu yetu Ana Amina Juma mnamo tarehe 11 mwezi wa 6 2025 siku ya Jumatano usiku alivamiwa na watu wasiojulikana nyumbani kwake Tabata Morogoro na kujeruhiwa vikali na kupelekea mauti kufika. Shukrani. Familia ya mzee Hila Gregori inapenda kutoa shukrani za dhati kwa watu wote waliosaidia na waliohusika katika maombolezo ya msiba huu mkubwa na mzito. Taasisi zote za kidini na serikali. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Lakini pia vile vile mtumishi wa Mungu padri naye vile vile alitoa neno lake la faraja kwa wafiwa pamoja na maneno mengine ya kuweza kumjua Mungu vizuri na kuweza kuabudu. Sasa hivi sana na wasikuombe tuweze kutambua tuweze kuwa na utambuzi kwamba uhai ni zawadi. Uhai ni zawadi kutoka kwa Mungu. Uhai ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anavyotupatia zawadi hii, sisi wajibu wetu ni kutunza, kulinda na kutetea. Kutunza, kulinda na kutetea uhai. Uhai sio wako, ni wa nani? Wa Mungu. Uhai. Kwa hiyo sisi ambao tumebahatika kupewa zawadi hiyo ya uhai, tuwe watu wa shukrani katika maisha. Tuwe watu wa shukrani katika maisha. Na shukrani kubwa ambayo tunaweza kumuonyesha Mungu ni kuishi vizuri. Kuishi vizuri tena kwa upendo na watu ambao Mungu amewaumba kwa sura na mfano wake. Kuishi kwa upendo na watu wote, kwa sababu katika watu hawa kuna sura ya nani? Ya Mungu. Hata hivyo pia tulipata nafasi ya kuzungumza na baba mdogo wa marehemu wa mwanaume ambaye naye tulizungumza naye, akaelezea kwa ufupi namna ambavyo taarifa zilifika kwake. Mimi naitwa Nuhu Mzirai. Mimi ni baba mdogo wa marehemu Anthony. Anthony ni mtoto wa kakangu, lakini kisha kuwa baba mdogo bado ni Anthony mimi ni baba wa kiroho. Mimi ndio nisimamia ubatizo. Mimi nilipata taarifa za msiba huu asubuhi siku ya Alhamisi saa 2 asubuhi. Nipigiwa simu kwamba kuna tukio limetokea baya, na kweli ile tukio ni baya. Basi wameshaondoka. Tunaomba tu vyombo vya dola vifanye kazi, hasa jeshi la polisi tunaliamini lifanye kazi, kwa sababu tendo kama lile, mauaji kama yale ni machache. Sasa lazima tupate sosi ni nini ambacho kimefanya watu wafanye ukatili kiasi kile, tena chumbani. Sisi leo tumetoka ibada ya kanisani hapa sehemu ambayo alikuwa anaishi, tunaelekea Upareni, tarafa ya Jitendea, kata ya Kwakoa, kijiji cha Ngulu, ndiko anaenda kuhifadhiwa. Lakini pia vile vile rafiki yake na mwanamke rafiki yake na mama huyo ambaye katika hiyo familia ameuawa pia, na yeye aliweza kuzungumza kidogo. Naitwa Eva Kaisani. Mimi naishi Segerea.
ila bonyokwa nilipanga hapa kwao kibiashara kwenye maframe. Nilichukua frame pale kwao. Na wafahamu kama ni wenye nyumba yangu katika maframe. Nilizipokea kwa mshtuko kwa sababu ni watu ambao tumezoea, ni watu wa karibu, na mwanamke alikuwa ni mtu wangu wa karibu na alikuwa ni mteja wangu pia. Mimi naenda safarini kama ni kama mtu wa karibu yani ni kama rafiki tu wa marehemu ambaye ni mwanamke, na pia naenda kama vile kikundi ambacho unakiona hapa tumevaa sare, tuna kikundi. Kwa hiyo tunaenda kama tunawakilisha kikundi kwa ajili ya kumzika mwenzetu kwa sababu yeye alikuwa ni mwanachama. Tutamkumbuka kwa upole wake, kwa hekima yake, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anaishi na watu vizuri kiukweli. Baada ya hapo watu waliweza kuaga, kutoa heshima zao za mwisho, na hatimaye safari ya kuelekea Opareni ikaanza. Mpaka hivi tunavyozungumza, jeshi la polisi liko kazini, linapambana kuweza kuwabaini ni akina nani hasa ambao wamefanya tukio hili la mauaji, kwa sababu mpaka sasa bado hakuna taarifa yoyote iliyotolewa na jeshi la polisi kuhusiana na tukio hili. Kwa hiyo wote tupo tumekaa tunasubiria ili kuweza kujua ni akina nani hasa ambao wamehusika kufanya jambo hili la kikatili, mauaji haya ya kutisha kabisa, tena bila huruma, bila uoga. Tunasubiri jeshi la polisi, tunaliamini jeshi letu la polisi na liko macho, halilali. Tunatarajia kwamba tutakuja kupata taarifa yoyote wakati wowote, na tukiweza kuipata basi tutawaletea hapa kupitia kwenye YouTube channel yangu ya Gehabib. Nakwambia tu usiache kutembelea katika YouTube channel yangu ya Gehabib, lakini pia usiache kusubscribe.